Tunaenda mbele. Anasema nukta ya kwanza katika yale yaliyokuja kwenye mwezi huu wa Rajab, ma jaa fi fadli Rajab, yale yaliyokuja au kile kilichokuja kuhusu fadhila za mwezi wa Rajab. Ma jaa fi fadli Rajabin, tunaenda na msimamo wa munsarif kwamba inaingiliwa na tanwini. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, shahru Rajabin min al-ashhuril hurumi, mwezi wa Rajab ni katika miezi mitukufu. Lakini mwezi huo lam yasihha fi fadli al-ibadati fihi bikhususihi hadithun wahid. Lam yasihha, hapajasihi fi fadli al-ibadati fihi, kuhusu fadhila za ibada ndani ya mwezi huo wa Rajab, hadithun wahid, haijasihi hata hadithi moja. Mwezi wa Rajab tunakubaliana ni mwezi mtukufu, sawa, na tumeona mwanzo aya na hadithi ya mtume kwamba huu ni mmoja katika ile miezi minne mitukufu. Lakini Sheikh anasema lakinahu lam yasiha fi fadli al-ibadati fihi, haijasihi kuhusu fadhila, ubora wa ibada ndani ya mwezi huo, bikhususihi, kwa kuhusisha mwezi huo wa Rajab, hadithun wahidun, hadithi hata moja hakuna iliyokuja kuzungumzia ubora wa mwezi wa Rajab iliyothibiti, haipo. Wa inma warada an ba'd as-salaf, na kwa hakika si vingine, adatul hasr, wa inma warada an ba'd as-salafi, kumekuja kutoka kwa baadhi ya wema waliotangulia, siyamul ashhuril hurum, kuifunga miezi mitukufu. Baadhi ya salaf walikuwa wakifunga ndani ya hii miezi mitukufu. Kiingia Rajab walikuwa kuna masiku wanayofunga kwa kuzingatia utukufu, wala siku wa kuadhimisha. Ikiingia mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja, vile vile mwezi wa Al-Muharram, walikuwa wakifunga katika hiyo miezi baadhi ya salaf. Sasa kuna maneno ya Ibn Hajar anasema, qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn Hajar Allah amrehemu, fi kitabihi Tabyinul Ajabi, au za kusema Tabyinil Ajabi kwa kuzingatia lugha. Amesema Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tabyinul Ajabi bima warada fi fadli Rajabin, kubainisha maajabu kwa yale yaliyokuja kuhusu fadhila za Rajab, ndio jina la kitabu. Ibn Hajar ameandika hichi kitabu kuhusu mwezi wa Rajab tu, anabainisha yale maajabu yaliyokuja ambayo hayajathibiti kuhusu mwezi wa Rajab, mwanzo mwisho. Yeye anauzungumzia mwezi wa Rajab na yale yote yaliyozushwa ndani ya mwezi huu, na anayavunja kwa hoja na dalili madhubuti, na anadhoofisha hadithi zote zilizokuja kuonyesha fadhila za mwezi wa Rajab kwa hoja na dalili, na kutaja marejeo na kauli za wanachuoni. Kitabu maalum kakitaja Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, chapa kama hii ilionayo Tabyinul Ajab. Viko chapa tofauti na hii. Kwa risala yote anaozungumzia mwezi wa Rajab kiuhakiki, kiusomi, kielimu, yale yaliyokuja kuthibiti na ambayo hayajathibiti. Na ananukuu, hasemi yeye kama yeye, ananukuu kauli za wanachuoni. Na huyu al-Imam Ibn Hajar, jina lake tajitahidi kuwataja hawa wengi waliotajwa majina yao, tutataja kwa ikhtisar. Wale waliogusiwa Ibn Hajar tamtaja jina lake na baadhi ya mambo yake, na mwingine tataja jina lake kwa tudhibiti. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, jina lake ni Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad ibn Hajar. Najua hamjadhibiti, lakini ndo daura hiyo. Nalokupita utachukua audio, wenye mkono mwepesi watapata mwili matatu. Ndio daura inapokuwa tofauti na darasa zetu. Anaitwa Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad
ibn Hajari, na ile al-Kinani ananasibishwa na kabila la Kinana, Quraish huyu. Al-Kinani al-Asqalani. Al-Asqalani ni nisba ya mji unaitwa Asqalan, kwa hiyo ataitwa al-Asqalani, mzaliwa wa sehemu za Asqalani huko katika bichi ya Sham, pembezoni mwa bahari ya Sham katika mji wa Palestina. Yeye ndo asili yake ni mtu wa huko. Ibn Hajar yeye amezaliwa katika mji wa Misri, lakini asili ya wazazi wake na kwao ni huko Palestina. Amezaliwa katika mji wa Misri na akakulia katika mji wa Misri na akaishi katika mji wa Misri na akafa ndani ya mji wa Misri humo tokea kuzaliwa hadi kufa. Haimaanishi hakutoka kusoma, alitoka lakini alirudi akafia huko huko kwao Misri. Na madhahabu yake kana shafiiyan, alikuwa ni mwanachuoni wa madhhabu ya Kishafi, tena alikuwa ni gogo. Ukitaja na chuoni katika madhhabu ya Shafiia utamtaja tu al-Imamu Ibn Hajari al-Asqalani, hasa katika muhaddithuna katika wale wanaochuoni wa hadithi katika madhhabu ya Kishafi. Ibn Hajar lazima umtaje, na alikuwa yeye ni qadhul qudat, ni kadhi wa makadhi. Kunia yake anaitwa Abul Fadli na lakabu yake Shihabuddin. Kwa lakabu yake Shihabuddin, kunia yake akiitwa Abul Fadli. Wengine kwa hawajui, ndio kwanza wajui leo kwa kumbe na huyu Abul Fadli ndio Abul Fadli huyu. Amezaliwa mwaka 773. Ibn Hajar amezaliwa mwaka 773 katika mwezi wa Shaabani tarehe 22 ndani ya Shaabani, siku 8 kabla ya Ramadhani ndo alizaliwa, tarehe 22 Shaabani mwaka 773. Panasemwa kwamba Ibn Hajar alichukua elimu kwa wanawachuoni wengi, takriban 628 alisoma kwao, wanawachuoni 628. Hiyo takriban, kwa maana inawezekana wapungue kidogo au wazidi zaidi ya hapo kidogo. Wao ushasoma kwa mashehe wangapi? Taja 10 hawafiki, 5 hawafiki. Afu waje una shehe kweli kweli kasoma kwa mashehe takriban 628, zilikusanyika kwa yeye ilmu ambazo hazikuwahi kukusanyika kwa mtu yoyote, kwa sababu alisoma kwa watu wengi. Hapa amesoma kadha na pale amesoma hichi na pale, 628. Nafikiri itakusanyika elimu ya kiasi gani kwake yeye? Fani ngapi zitakuwepo kwake? Kwa alisoma kwa walimu hao. Miongoni mwa hao alikuwa Musadduruddin Abdurrazaq al-Muqri, na vile vile al-Sheikh Siraju ad-Din na Ibn al-Mulaqqin, vile vile al-Fayruzi Abadi, wanachuoni wa lugha hao, al-Hafidh al-Iraqi na wengineo. Lakini Ibn Hajar alikuwa na wanafunzi pia. Miongoni mwa wanafunzi wake al-Hafidh as-Sakhawi. As-Sakhawi mwanachuoni wa hadithi mkubwa. Ukiutaja ulimwengu wa hadithi lazima umtaje as-Sakhawi, mwenye Fathul Mughith. Huyu ni katika wanafunzi wa Imamu Ibn Hajar. Na vile vile ikiwemo al-Hafidh Zakaria al-Ansari, Sheikhul Islam al-Hafidh katika madhhabu ya Shafi'ia, Zakaria al-Ansari. Vile vile al-Hafidh Ibn Humam katika wanafunzi wa Ibn Hajar. Alifariki Imamu Ibn Hajar mwaka 852 katika mwezi wa Dhulhijja. Sasa huyu Ibn Hajar tulimtaja hapo kwa ufupi, ana maneno hapo kwenye kitabu chetu, anasema lam yarid fi fadli shahri Rajab. Mwanachuoni wa Kishafi sio muwahabi. Lam yarid fi fadli shahri Rajab, haijaja kuhusu fadhila za mwezi wa Rajab, wala siyamihi, wala kufunga kwake huo mwezi wa Rajab, wala fi siyami shay'in minhu muayyanin, wala kuhusu funga ya kitu chochote katika mwezi huo chenye kuainishwa. Muayyanin weka kasrateni, sio muayyan wala fi siyami shay'in minhu muayyanin, wala kuhusu funga ya kitu chochote katika mwezi huo wa Rajab, muayyan chenye kuainishwa. Ibn Hajar anasema hakijaja chochote kuzungumzia fadhila za kufunga mwezi wa Rajab kilichoainishwa na sheria,
wala fi qiyami lailati, wala kuhusu kisimamo cha usiku mahsusatin, usiku maalumu, fihi, ndani ya mwezi huu wa Rajab, hadithun sahihun, haijaja hadithi iliyokuwa sahihi. Lam yarid, faili wake ndio huyo hadithun, sahihun ndo naatu yake, kwa maana lam yarid hadithun sahihun fi fadli shahri Rajab, haijaja hadithi sahihi kuhusu fadhila za mwezi wa Rajab, wala kuufunga kwake hiyo Rajab, wala funga ya kitu chochote chenye kuainishwa, wala kuhusu kisimamo cha usiku maalumu, haijaja hadithi sahihi. Yasluhu lilihtijaj, ambayo inasilihi, inafaa kuitolea hoja, kwa maana hadithi zote zilizokuja kuzungumzia ubora na fadhila na mambo mengi mapya kwenye mwezi wa Rajab, hadithi zote zilizokuja hazifai kutolea hoja na kuthibitisha jambo lolote la kiibada kupitia hadithi hizo, kwa sababu tumeona mwanzo katika maelezo itakuwa ni dhaifu au itakuwa ni maudhu, na zote hizo hazitolewi hoja katika kanuni za watu wa hadithi. Ndio anayosema Ibn Hajar hapa, haijaja kuhusu fadhila za mwezi wa Rajab, wala kuufunga kwake mwezi wa Rajab, wala kuhusu chochote chenye kuainishwa, wala kuhusu kisimamo cha usiku maalum, haijaja nini? Hadithun sahihun yasluhu lilihtijaj, hadithi sahihi inayofaa, inayosilihi kutolea hoja. Katika baadhi ya chapa vitabu kama hilo kwa nayo mimi imekuja yasluhu lilhujja, sawa, sio lilihtijaj, ambayo inafaa kutolea hoja. Hakuna hadithi hiyo, hadithi zote ni mbovu zilizozungumzia fadhila za mwezi wa Rajab. Kisha Ibn Hajar akasema hivi ili kukuaminisha we haya maneno, waqad sabaqani bidhalika, na kwa hakika amenitangulia mimi kwenye hilo al-Imam Abu Ismail al-Harawi. Al-Imam Abu Ismail al-Harawi al-Hafidh, mwenye cheo cha al-Hafidh, ndio amenitangulia mimi kwenye hilo, kwa maana si kauli yake Ibn Hajar, bali ameichukua kwa waliomtangulia kuhusu hadithi zilizokuja kwenye mwezi wa Rajab kuonyesha fadhila zote hazifai kutolewa hoja. Hakuna hadithi sahihi hata moja. Kauli hiyo amesema al-Imam Abu Ismail al-Harawi al-Hafidh, na vile vile ameinukuu kauli kama hiyo Ibn Hajar hii hapa ambayo tumeisoma. Katika baadhi ya chapa inasema waqad sabaqani ila al-jazm bidhalika, kuna neno ila al-jazm hapa halikuwekwa katika nukuu ya Sheikh. Waqad sabaqani ila al-jazm bidhalika, na kwa hakika amenitangulia mimi kwenye kukata kauli hiyo. Kauli gani? Kwamba hakuna hadithi sahihi iliyothibiti kwenye fadhila za Rajabu, hakuna. Amenitangulia mimi kukata hivyo al-Harawi al-Hafidh Abu Ismail, naye huyu jina lake kwa ufupi anaitwa Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far ibn Mansur al-Ansari al-Harawi. Anaitwa nani? Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far ibn Mansur al-Ansari al-Harawi. Kunia yake ni Abu Ismail, na huyu alikuwa ni Sheikhul Khurasan fi zamani, alikuwa ni sheikh mkubwa katika miji ya Khurasan katika zama zake, naye panasemwa yeye kizazi chake kinakwenda mpaka kwa Abu Ayyub al-Ansari as-sahabiyul jalil. Nasabu yake huyu Sheikh Abu Ismail inakwenda mpaka inagonga kwa sahaba mtukufu Abu Ayyub al-Ansari, kwa hiyo itakuwa min dhurriyati, ni katika vizazi vya Abu Ayyub al-Ansari al-Sheikh Abu Ismail al-Hafidh al-Harawi. Amezaliwa mwaka 396. Al-Imam al-Harawi amezaliwa mwaka 396. Madhhabu yake ni Hanbaliyun. Tumeona Ibn Hajar madhhabu gani? Shafi'iyun. Al-Harawi madhhabu yake Hanbaliyun, alikuwa al-Hafidh. Ni cheo hicho
ambacho wengi katika wanachuoni walikuwa nacho, lakini al-Hafidh anakuwa ni hafidh kweli, walikuwa mahufadhi. Amefariki al-Imam al-Harawi mwaka 481, amezaliwa 396, kafariki 481, na ana vitabu vingi. Miongoni mwa hivyo kitabu maarufu Dhammul Kalam, kitabu maarufu sana kwa wanachuoni. Dhammu al-Kalam, alikuwa anairadi na kuisema vibaya falasifa, yani falsafa, watu ahlul kalam, ile falsafa alikuwa anairadi, akakita kitabu chake Dhammul Kalam, kitabu kizuri kwa kuwaradi watu wa falsafa ambao yuqaddimuna al-aqla ala an-naqli, wanatanguliza akili kabla ya nukuu ya kisheria. Hii ni radi kwa Dhammu al-Kalam, kitabu cha al-Imam al-Harawi. Anasema Ibn Hajar kwamba ameitangulia mimi kukata hiyo kauli al-Imam al-Harawi. Sawa? Asa waqala ash-Shawkani rahimahullah fi kitabihi al-Fawaid al-Majmu'ah min al-ahadith al-mawdu'ah. Amesema al-Imam ash-Shawkani kwenye kitabu chake al-Fawaid al-Majmu'ah min al-ahadith al-mawdu'ah, kitabu hicho ash-Shawkani anasema qala Ali ibn Ibrahim al-Attari, naye anamnukuu mtu, sio anasema, lakini kwa kumnukuu mtu. Amesema Ali ibn Ibrahim al-Attari fi risalati lahu, kwenye risala yake. Kuna huyo Ali ibn Ibrahim, hayo maneno yanonukuliwa na Ash-Shawkani ameyasema ndani ya risala yake ambayo haijatajwa hapa, sitaitaja. Inna ma ruwiya fi fadli siyami rajabin fakulluhu mawdu'un wa dha'ifun la asla lahu. Maneno mazuri sana ya Ali ibn Ibrahim al-Attari, al-Imamu huyo anasema kwenye risala yake, inna ma, hakika yale ambayo, ruwiya fi fadli siyami rajabin, hakika yale ambayo yamesimuliwa, yamepokelewa kuhusu fadhila za funga ndani ya mwezi wa Rajabu, fakulluhu mawdu'un, yote hayo ni mawdu', ni mambo yaliyotungwa, kama ni hadithi zimeundwa hazijathibiti, wa dhaifu, na ni dhaifu, la asla lahu, hayana asli hayo. Kila kilichokuja kaida hichukua, anakupa Sheikh Ali ibn Ibrahim al-Attari, anakupa kaida kwamba yote yaliyokuja kuzungumzia fadhila na ubora wa kufunga ndani ya mwezi wa Rajab, imetakuwa ni maudhu' au itakuwa ni dhaifu, hayana asli ya kuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa ni maudhu' au dhaifu, hakuna zaidi ya hapo yote. Na hasemi hivyo mwanachuoni kwa matamanio ya nafsi na kwa bitatabbu', baada ya kufuatilia jambo na kulisoma, kulifanyia dirasat walistiqra, ndio anatoka na kauli kama hizi. Kauli mfano wa hiyo tumeiona kwa Ibn Hajar kwamba hakuna chochote kilichokuja katika hadithi kuonyesha fadhila za mwezi wa Rajab, kuhusu kufunga mwezi huo na kisimamo cha usiku wake, chenye kufaa kutolewa hoja, hakuna. Sasa Ali ibn Ibrahim al-Attari anasema hicho kilichokuja ambacho hakifai kutolewa hoja, imetakuwa ni maudhu' au itakuwa dhaif. Sawa? Sasa tumtaja al-Imam Shawkani. Yeye ni nani? Tumeambiwa tu waqala Shawkani. Al-Imam Shawkani ndo nani? Maarufu nasema al-Imam Shawkani, Imam Shawkani. Jina lake ni nani? Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah, maarufu al-Imam Shawkani. Hilo ndo jina lake. Kunia yake Abu Ali, hiyo ndo kunia yake, na lakabu yake yakiitwa Badruddin. Badru ad-Din, hizo ni lakab, majina ya kubandika. Sasa hivi tunasema AKA, una jina lako lakini kuna jingine lafahamika nalo mtaani, sio la kuzaliwa, inaitwa lakab. Ni jina tumebandikwa, watu wanakujua kupitia jina hilo, lakini kwenye cheti chako cha kuzaliwa halimo, kwenye kitambulisho chako cha uraia halimo. Lapatikana wapi? Mtaani. Sawa?
Sasa kwenye dini pia zimo hizo laqab, wanachuona walikuwa wakibandikwa majina kwa sababu ya kazi zao na utukufu wao na yale mazuri walioyatanguliza kwenye Uislamu. Kwa Ash-Shawkani akawa anaitwa Badruddin. Badr ni ule mwezi uliopea, mwezi 13, 14, 15 ndio Badr. Sawa, akaitwa Badruddin ndio lakabu yake. Ash-Shawkani hiyo ni nisba ya kijiji kinachoitwa Shawkani. Yeye kazaliwa huko kwa akaitwa Ash-Shawkani. Ni mwanachuoni aliyetokea kijiji cha Shawkani, ni kijiji katika vijiji vya huko Yaman, katika mji wa As-Sanaan. Leo wanaita Sanaa, mji wa Sanaa. As-Sanaan ni katika mkazi wa huko alikuwa. As-Sanaani ni mji mkubwa, ndani yake kuna vitongoji, miongoni mwa hivyo Ash-Shawkani. Na yeye kazaliwa huko akiitwa Shawkani, al-Imamu Ash-Shawkani, kama vile al-Imamu al-Bukhari na wengineo. Amezaliwa al-Imamu Shawkani mwaka 1173. Kachelewa sana, ni wa karibuni hapo, kishaingia 1000 tayari. 1173 katika mwezi wa Dhulhijja tarehe 28. Amekufa al-Imamu Shawkani katika mwaka 1250 katika mji wa Sanaa. Mji wa Sanaa huko Yaman ndio mji mkuu wa Yaman, Sanaa. Amekufa mwaka 1250 akiwa na umri wa miaka 76. Ni mtu mzima tayari. Kana imaman mujtahidan hanbaliyan, alikuwa ni imam mwenye kujitahidi katika madhhabu ya Hanabila. Yeye ni hanbali madhhaba. Ana vitabu vingi, lakini kitabu maarufu ambacho kina kabuli kwa wengi katika wanachuoni na kimefanywa shuruhati nyingi, Nailul Awtar. Kitabu chake maarufu Nailul Awtar cha fiqh za hadithi, kama vile Bulugh anazungumzia fiqh lakini kwa mtindo wa hadithi, anaika hadithi zenye fiqh ndani yake. Nailul Awtar, na hii ni sharhi ya Muntaka al-Akhbar. Kuna kitabu asli Muntaka al-Akhbar cha Majid ibn Taymiyyah, babu yake Ibn Taymiyyah ana kitabu Muntaka al-Akhbar. Sawa. Asal Imamu Shawkani akaja akakisherehesha ile Muntaka al-Akhbar, yakaita kitabu chake Nailul Awtar sharh Muntaka al-Akhbar. Ni maarufu, kitabu kizuri, kina mijeledi mingi tu, 4 mpaka 5, chapa nyingine mpaka 6. Nailul Awtar, kitabu maarufu cha Imamu Ash-Shawkani. Sasa Imamu Shawkani amemnukuu Ali ibn Ibrahim. Huyu Ali ibn Ibrahim al-Attari na jina lake ni Ali ibn Ibrahim ibn Daud au ibn Daud. Neno Daudi lasomeka kwa njia mbili, kusema Daud au Daud bila ya kuvuta ile wao. Ali ibn Ibrahim ibn Daud ibn Suleiman ibn al-Attar. Kwa al-Attar ndo maarufu wake, ibn al-Attar, lakini jina lake Ali ibn Ibrahim al-Attar. Kwa ukiona qala ibn al-Attar ndio huyu. Sasa mara nyingi wanachoona wanakatisha hivyo jina lake, hawamtaja Ali, asema qala ibn al-Attar. Ndio nani? Ali ibn Ibrahim ibn Daud ibn Suleiman ibn al-Attar. Kunia yake Abul Hasan na lakabu yake Alauddin, ndio lakabu ambayo umepewa na Waislamu. Alauddin alizaliwa mwaka 654. Al-Imamu Ibn Attar amezaliwa mwaka 654 na amefariki mwaka 724. Naye ni mmoja katika wanachuoni ambao walisoma kwa al-Imamu an-Nawawi. Kwa huyu ni mwanafunzi wa al-Imamu an-Nawawi, si mtu mwepesi. Ukaona mwanachuoni gani Ibn Attar, nataka kumjua Ibn Attar, angalia wanafunzi wa al-Imamu an-Nawawi. Mmoja katika hao alikuwa ni huyu al-Imam ash-Shaykh Ibn al-Attar, na madhhabu yake ni ya Shafi'i madhhaba, kama alivyo shekhi wake al-Imam an-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Katika vitabu vyake maarufu Ihkamu Sharhi Umdati al-Ahkam, ana kitabu inaitwa al-Ihkam sharhi ya Umda. Hii Umda tunayosoma hapa msikitini kwa shekhi ameifanyia sharhi huyu Ibn al-Attar, kaita Ihkam Sharhu Umdati al-Ahkam.
ihkamu sharhi umdati al-ahkam. Vile vile ana fatawa amezikusanya za Sheikh wake al-Imam an-Nawawi, fatawa an-Nawawi fi al-fiqh. Vile vile ana kitabu cha Tuhfatu at-Talibin fi tarjamati al-Imam Muhyiddin, akimfanyia tarjama Sheikh wake Imam an-Nawawi. Tuhfatu at-Talibin fi tarjamati al-Imam Muhyiddin, al-Imam an-Nawawi muelezea kitabu kizima Imam an-Nawawi tu mwanzo mpaka mwisho. Sheikh wake huyo ni nani? Ali ibn Ibrahim ibn al-Attar. Kwa na maneno haya tuliyosoma, hakika yale yaliyokuja kuhusu fadhila za funga za mwezi wa Rajab yote yatakuwa ni maudhu au ni dhaifu, hayana asli kwenye sheria yetu, hayajathibiti. Yapo lakini hayajathibiti. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabi, na amesema al-Imam Ibn al-Qayyim Allah mrehemu kwenye kitabu chake Al-Manarul Munif ukurasa wa 96, wa kullu hadithin fi dhikri sawmi rajabin wa salati ba'd al-layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Ziada yako haimo muftara, meshi hapo fahuwa kadhibun. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kullu hadithin, na kila hadithi iliyokuja fi dhikri sawmi rajabin, kuhusu kutaja funga ya mwezi wa Rajab. Kila hadithi iliyokuja kuhusu kutaja funga ya mwezi wa Rajab, wa salati ba'd al-layali fihi, na swala ya baadhi ya usiku ndani ya mwezi huo wa Rajab, fahuwa kadhibun, hicho kilichokuja ni uongo. Kwenye naso maneno yake yameendelea haya, muftara, ni chenye kuzushwa. Lakini mtunzi katosheka hapa, fahuwa kadhibun, ile muftara hajiweka, fahuwa kadhibun muftara, maneno yake kwenye Al-Manar al-Munif. So Ibn Qayyim naye anajenga msingi ule ule kwamba kila kilichokuja kutaja ubora na fadhila za kuufunga mwezi wa Rajab na kuswali katika baadhi ya miusiku yake huo mwezi wa Rajab, kitakuwa ni uongo hicho kilichokuja, tena kimezushwa. Turudi pale pale, hawasemi kwa matamanio. Baada ya kufuatilia hadithi zote ndio anatoka na kauli kama hizi. Kwa nini wafikiane na hali ya kuwa wameishi zama tofauti? Kuonyesha ukweli wa hili jambo. Wako waliomtangulia wana kauli kama hizi, waliokuja baadaye wana kauli kama hizi. Hawakukutana, hawajuani, wala hawakufanya mkutano kwamba tuseme hivi. Zama tofauti, lakini wote wanafikiana kwamba hadithi zote zilizokuja kuzungumzia fadhila za mwezi wa Rajab hazijathibiti, hazifai kutolea hoja. Imetakuwa ni maudhu au dhaifu, leo itakuwa ni uongo uliozushwa, kuzushwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno yote yapata katika Al-Manarul Munif kama alivyoandika kwa mtunzi kwenye risala. Al-Imam Ibn al-Qayyim yeye ni Muhammad ibn Abi Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'di ibn Hariz. Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'di ibn Hariz. Ni nani huyo? Ibn al-Qayyim, hilo ndio jina lake. Naye ni ad-Dimashqi al-Hanbali, ni mwanachuoni wa huko Damascus, Dimashq, tena katika madhhabu ya Hanabila, Imam Ahmad ibn Hanbal. Na yeye kunia yake ni Abu Abdullah, lakabu yake ni Shamsuddin, lakabu yake Shamsuddin. Shamsu ni jua, jua la dini. Na kunia yake ni Abu Abdullah, maarufu anafahamika kwa Ibn Qayyim al-Jawziyya. Na kuna maneno kwa nini akaitwa hivyo. Kwenye jina lake hatujaona Qayyim. Kwa nini aitwa Ibn al-Qayyim? Hii Qayyim imetoka wapi? Jina lake ni Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd ibn Hariz. Hakuna Qayyim au umeona Qayyim hapo? Kwa nini yeye aitwe Ibn al-Qayyim? Wanasema sababu ya kuitwa yeye Ibn al-Qayyim kwamba baba yake kana qayyima,
lilmadrasati aljawziyya. Baba yake alikuwa ni msimamizi wa madrasa sehemu za Jauzia. Baba yake atakuwa ni nani hapo? Yeye ni Muhammad. Baba yake nani? Abu Bakar. Yeye ni Muhammad ibn Abi Bakar. Kwa hiyo anaitwa Ibnul Qayyim. Kwa nini? Kwa sababu baba yake kana qayyiman lilmadrasati aljawziyya, alikuwa ni msimamizi wa madrasa huko sehemu za Jauzia. Baba yake, sio yeye. Sawa? Baada ya kufariki baba yake, ile madrasa ikaendelezwa na watu katika ukoo wake. Kwa hiyo yeye katika uendelezaji alikuwemo, na yeye akaendeleza ile madrasa ya Jauzia. Kwa hiyo yeye akaitwa Ibnul Qayyim, ni mtoto wa yule msimamizi yule ambaye ni baba yake. Sawa? Ukiona Al-Jauzia ni madrasa hiyo, Ibn Qayyim al-Jauzia huyu ni mtoto wa msimamizi wa madrasa ya Jauzia. Hamjanielewa? Hamshanielewa? Baba yake alikuwa ni msimamizi anaitwa Qayyim. Sawa? Baba yake alikuwa qayyimun lilmadrasati aljawziyya, baba yake ni msimamizi wa madrasa ya Jauzia huko. Baba yake alipofariki, na yeye alikuwa katika uendelezaji, huyu Imam Muhammad. Kwa alipokuwa akiendeleza yeye, akaitwa yeye atakuwa Ibnul Qayyim. Huyu ni mtoto wa yule msimamizi aliyefariki. Nimeelewa? Msimamizi alikuwa ni nani? Baba yake. Kwa huyu ni mtoto sikaja kuendeleza madrasa, ataitwa Ibnul Qayyim, ni mtoto wa msimamizi wa ile madrasa Al-Jauzia, madrasa ya Jauzia. Kwa sijaona Ibnul Qayyim ni katika babu zake kuna mmoja anaitwa Ibnul Qayyim. La, hakuna babu anaitwa Ibnul Qayyim kwake. Ibnul Qayyim ameipata hapa, na hii ndiyo sababu. Pia anachooni hapa kuna tanbihi mbili. Tanbihi ya mwanzo, wanachuoni wanakosoa baadhi ya uandishi wa vitabu na usomaji wa jina la huyu Sheikh. Ukimsoma kwa kuweka Al-Jauzia, hautakiwi kuweka alif na lam kwenye Qayyim. Ibn Qayyim al-Jauziyya, Ibn Qayyim, so Ibnul Qayyim al-Jauziyya. La, ukiamua kuweka Al-Jauziyya mwisho, basi usiweke alif na lam kwenye jina Al-Qayyim, useme Al-Qayyim, Ibnul Qayyim. Usiseme hivyo. Kama umeamua mwisho kuweka Al-Jauziyya, utasema Ibn Qayyim al-Jauziyya, kwa sababu ni mudhaf na mudhafu ilayhi na mudhaf na mudhafu ilayhi, hakuna alif na lam. Lakini ukiamua kutoweka Al-Jauziyya, unataka utosheke tu Ibnul Qayyim, utaweka alif na lam kwenye Al-Qayyim, Ibnul Qayyim bas. Ukiweka Al-Jauziyya useme Ibn Qayyim. Sawa? Tanbihi anaitoa wanaochuo. Lakini tanbihi ya mwisho ya pili, kuna mwanachuoni anaitwa Ibnul Jauzi. Je, ndio huyu Ibnul Qayyim al-Jauziyya au tofauti? Ni tofauti hawa. Ibnul Jauzi ni mwingine na Ibn Qayyim al-Jauziyya ni mwingine, baina al-mashriq wal maghrib. Ibnul Jauzi yeye ni Abdurrahman Abul Faraj. Abdurrahman Abul Faraj, tutamwona huko mbele, atatajwa ndani ya risala hii, tutamuelezea. Yamefariki mwaka 592, mwaka 592, ambapo Ibnul Qayyim wetu huyu tunemzungumza hapa, yeye amefariki Ibnul Qayyim mwaka 751. Kwa nani katangulia? Ametangulia yule Al-Jauziyya au Ibnul Jauzi? Ibnul Jauzi, kwa ni wawili, usije ukachanganya. Kuna Ibnul Jauzi na Ibn Qayyim al-Jauziyya. Kwa tunazungumza hapa Ibn Qayyim al-Jauziyya ndio mwenye maneno hayo, kwamba hadithi zote zilizokuja kuhusu funga ya Rajab na swala ndani ya usiku wa mwezi wa Rajab, fa huwa kadhibun, ni uongo muftara uliozushwa kuzushiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tumeona kauli tatu, Ibn Hajar na kauli ya al-Imam Ali ibn Ibrahim ibn al-Attari iliyonukuliwa na al-Imam Shawkani, na vile vile kauli ya Ibn Qayyim al-Jauziyya. Zote zinalenga mahala pamoja,
kwamba hadithi zote zilizokuja kuhusu kufunga na kusimama usiku ndani ya mwezi wa Rajab hazijathibiti, imetakuwa maudhu au itakuwa dhaifu, hazina asli sahihi wala hazifai kutolewa hoja kama alivyosema Ibn Hajar. Sheikh anaingia mwenyewe sasa, anasema hafidhahullahu ta'ala, qultu